Shalom shalom mtazamaji wa Star TV ambaye unaendelea kutufuatilia. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo. Kipindi ni Amka na Tumsifu Mungu. Tupo kwenye chuo cha Eclair kwa ajili ya kukuletea habari nzuri. Tumeongea na watu ambao wamehitimu katika chuo hiki, lakini sasa ni muda wa kuongea na watu ambao wanaitoa elimu. Kuna rais ambaye anaongoza chuo hiki cha Eclair, kama mnavyoona ametoka mbali, lakini kuna viongozi pia wa chuo ambao wote tuko nao hapa. Kwa pamoja ni katika hali ya kujifunza kuendana na kasi ambayo nchi yetu inataka watumishi wa Mungu wasome. Furaha yangu kubwa ni kuwa na Rais Jonathan Meni mahali hapa. Ninatamani kujua yeye anayo hamu gani ya kuendelea kugawa elimu kwa wananchi ambao bado hawajapata elimu, nikimaanisha wachungaji. How to serve God is much better according to the calling. Yes, it seems to me that's why Eclair exists. Kwangu inaonekana ndio sababu ya Eclair kuwepo. Because historically, most pastors here in East Africa and Tanzania did not have access to lots of good theological materials. Sababu kihistoria wachungaji wengi hapa Afrika Mashariki na hasa Tanzania hawajawa na msingi wa vyanzo vizuri na vilivyo bora vya kitheolojia. Okay, wakati mtumishi wa Mungu anaendelea, Rais Jonathan anaendelea anawaelekeza wahitimu siku hii ya leo, amesema kwamba kwa nchi za Kiafrika kuna elimu ndogo sana ambayo imetolewa katika theolojia. Yaani elimu ya theolojia ni ndogo sana, lakini yeye kama rais amejipangaje kutoa hii elimu kiufasaha na kuhakikisha watu wanaipata. As you have said before that the education is very thin, that does not have broad. It is the church is broad but does not have a depth. So how have you planned yourself so that you can supply all this education about knowing God? Well, what we have now, I think, is about 27 books. They've all been translated into Kiswahili and most of the other major East African languages. Kwa sasa hivi tuna vitabu 27 ambavyo tayari vimetafsiriwa kwenye lugha ya Kiswahili na lugha nyingine za Kiafrika. And what my goal is that all of these books should go to the heart of what Christians, but specifically church leaders, need to know to be able to know the Word of God and the Gospel well and to be able to teach their people and other leaders. Kwenye mioyo ya watu na hasa kwenye kusudi la kanisa, ili kwamba watu waweze kujua namna ya kumtumikia Mungu na kuwawezesha kufanya majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Okay, lakini pia kuna mkanganyiko, nchi ni nyingi, lakini kitu gani ambacho kimekuvutia mtumishi wa Mungu Jonathan kufika Tanzania na kusherehekea kabisa mahafali? Wengi wanatoa elimu, tunaona wanashare kwenye mitandao ya kijamii, wameona, lakini yeye tunamuona yuko kabisa hapa kuhakikisha anahitimisha na yeye anaona. We have many countries, but what made you to give priority to come to Tanzania and participate in this graduation as far as we know you're busy? Well, because this was part of my vision from the very beginning when we began Eclair, namely that our materials would be encompassed or included in the curriculum of good theological schools, because if that happens, and it's happening here, these materials will continue to exist and influence and train up church leaders for generations long after I'm gone. Ni kitu ambacho kilikuwa moyoni mwangu tangu mwanzo kwa lengo la kutaka kuona ya kwamba naandaa masomo yatakayoweza kutumiwa kwenye vyuo vya theolojia kwa namna ambavyo vitaleta mabadiliko kwenye jamii. Na inapofikia hatua hii, kwangu limekuwa ni jambo la muhimu kuweza kushiriki hapa Tanzania na hasa kwenye tukio hili la leo. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu kwa elimu ambayo mnaitoa, lakini Mungu awabariki zaidi kwa kusherehekea pamoja na wahitimu, na natamani pia iwe ni endelevu kwa sababu pia inatia nguvu. Lakini tukiendelea, tunamalizia sasa, watumishi wa Mungu wa Tanzania, elimu bado ni ndogo. Watumishi wa Mungu elimu yao ni ndogo, wengi wako makanisani lakini hawajapata elimu. Sasa na serikali yetu inawataka wachungaji wasome ili wasajiliwe. Nyie kama Eclair mmejipangaje? Tuko tunamalizia. The need is still greater than what we think.
And also the government has commanded all the church leaders should go for biblical training so that they'll be able to get certificates and also be allowed to stand before people to preach. So what plans do you have to come across all that's planned according to the government, as I already said? Well, that's why what happened here today is so important, because and this is true not only in Tanzania but throughout East Africa. And so we have in some countries agreements or partnerships with recognized and accredited theological schools that now have our materials as part of their curriculum. In other countries, our materials can be taught by ecclesia organizations, and that is meeting the government requirements that pastors and church leaders be formally trained. Na ndio maana tumekuwa na utaratibu ambao tumeruhusu taasisi mbalimbali katika Afrika Mashariki kuruhusu kutumia masomo yetu kwenye mafunzo ya vyuo vyao ili watu waweze kupata elimu. Jambo zuri zaidi ni kwamba kwa hapa Tanzania taasisi hii inahusika moja kwa moja na ni ya Eclair. Kwa hiyo masomo ya Eclair yanafundishwa kwenye chuo cha Eclair. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana na tunamshukuru Mungu. Uongozi ni mpana sana. Uongozi upo kanisani, lakini uongozi sio tu kanisani. Uongozi upo kwenye familia. Na Paulo anaweka bayana ya kwamba kama miongoni mwa sifa za kiongozi wa kanisa ni mtu ambaye sifa zake zinaanzia nyumbani. Kwa maana hiyo masomo yetu yanamjenga mtu sio tu kuwa kiongozi wa kanisa, bali hata kuwa kiongozi kwenye familia ya kwake. Lakini haishii tu hapo, lakini kanuni za uongozi ni zile zile hata kwenye uongozi wa jamii. Kwa maana hiyo ya kwamba kama mtu anaposimama kwenye mafunzo yetu na kuyatendea kazi vizuri, maarifa anayoyapata akiyatendea kazi, anakuwa pia ni kiongozi bora kwenye jamii. Kwa maana hiyo masomo tunayoyatoa ni masomo yanayopeleka uweledi katika nyanja zote za uongozi, na sio tu uongozi wa kisiasa, sio tu uongozi wa kanisa, lakini hata uongozi wa taasisi yako binafsi. Unaweza ukaanzisha biashara ya kwako. Kwa jinsi unavyoanzisha biashara, unavyoendesha ile biashara, kanuni za uongozi za kuendesha biashara ya kwako, ya kuendesha taasisi ya kwako, bado ni kanuni za uongozi. Kwa hiyo kupenda maarifa, kupenda mafundisho kunatengeneza maarifa katika maeneo mbalimbali, iwe ni ya kifamilia, iwe ni ya kiuchumi, iwe ni ya kisiasa, iwe ni ya kijamii, na katika mazingira hayo yote. Kwa hiyo tunao masomo mengi ambayo wahitimu wetu hawa leo wamejifunza. Kuna somo la uwakili. Somo la uwakili linahusisha swala zima la kutambua ya kwamba vyote tulivyo navyo si mali yetu, bali tumepewa usimamizi, tumepewa kusimamia. Kuna usimamizi, kuna uwakili wa muda. Jinsi gani mtu anavyotumia muda wake, na muda ni mali. Unavyotumia muda kwa faida, inakujenga wewe kuwa mtu unaiandaa kesho yako kuwa bora zaidi. Moja ya changamoto kubwa leo, tuna watu wengi ni wagonjwa, wana magonjwa ya moyo, lakini moja ya shida iliyopo ni kwamba wamewabeba watu kwenye mioyo yao. Leo ukienda hospitalini watu wana moyo mikubwa. Moyo kazi yake ulipaswa kusukuma damu, lakini unapoanza kubeba maadui huku moyoni, tayari huo moyo unapanuka na shida nyingi zinakuwepo. Moja, kama kuna eneo ambalo limekuwa na changamoto huko makanisani, ni migogoro ya ndoa, migogoro ya kupishana kwenye kauli, lakini pia kwenye mapatano labda ya kibiashara na shughuli mbalimbali. Leo hii kuna changamoto kubwa sana. Kwa hiyo watu wengi wanagombana, familia nyingi zinavunjika, mazingira mengi yanakuwa magumu, na mtu anashindwa kulala usiku kwa sababu anakumbuka kile alichofanyiwa, kwa sababu anashindwa kusamehe. Kwa hiyo ni miongoni mwa baadhi ya masomo ya muhimu ambayo wahitimu hao wamejifunza: msamaha na maridhiano, namna ambavyo wanaweza wakatengeneza kwanza kwa nafsi zao wenyewe, lakini pia kuwasaidia na watu wengine katika mazingira magumu yanayofanana na hayo wanaoyapitia. Lakini tunajifunza pia masomo mbalimbali ya kutafsiri Biblia, kuielewa Biblia vizuri, Agano la Kale na Agano Jipya, somo la biblical theology, theolojia ya kibiblia, inavyochukua picha ya Agano la Kale na Agano Jipya,
lakini kuna masomo mbalimbali ambayo yanayoleta utumishi wetu kuwa bora zaidi, na tuna somo maalum la uongozi ambalo hili ndio linabeba swala zima la uongozi katika nyanja ambayo kila mtu anahitaji kulijua na kutambua katika taswira hiyo. Hatutarajii tusikie kwamba watu waliohitimu hapa kwenye chuo chetu wameanza kupandisha mabega na kuwa na jeuri na kuwadharau viongozi wao eti kwa sababu hawajui mambo yale ambayo nyinyi mmejifunza kwenye chuo chetu. Tunatarajia kupata nidhamu ya hali ya juu, kama nilivyosema ya kwamba maarifa haya mtapoenda kuyafanyia kazi yalete mabadiliko, lakini mabadiliko ya kwanza yanaanza kwenu nyinyi. Yanaanza kwenu nyinyi ili watu waone kitu cha tofauti. Watu waone ya kwamba kuna mabadiliko ya kweli ambayo tumeyaona, na watu watamshukuru Mungu kwa sababu wataona ya kwamba hakika kusoma kwenye hiki chuo kuna kitu cha ziada. Mchungaji wetu, wengine watasema baba yetu, wengine watasema mama yetu, wengine watasema kiongozi wetu, tangu ameshiriki mafunzo kwenye hiki chuo, kuna kitu chanya tumekiona, kuna kitu chenye faida tumekiona, kuna kitu bora tumekiona, na hata anapozungumza na sisi anazungumza kwa namna ya tofauti. Tunajisikia hamu ya kukaa kumsikiliza kila inaitwapo leo, kwa sababu anakuja na vitu vipya, anakuja na vitu ambavyo kwa kweli tunaona vinatujenga na vinatufaa. Kwa hiyo ni matarajio yetu ya kwamba elimu hii mlioipata haitatengeneza kiburi kwenu, isipokuwa itatengeneza unyenyekevu na manufaa yatakayokuwa ni bora kwenu ninyi na wale wanaowazunguka. Mtazamaji wa Star TV ambaye unatufuatilia, hii ni Star TV, kipindi ni Amka na Tumsifu Mungu. Niko na watumishi wa Mungu wengi, nyuma yangu kuna watumishi wengi sana. Leo tumepata neema ya kuja kwenye mahafali ya chuo kinachoitwa Eclair kwenye kampasi ya Kibaha. Tuko hapa na wahitimu, utaenda kujifunza vitu vingi ambavyo wao wamejifunza, lakini pia utaenda kusikia yale ambayo wamejifunza kwa muda wote huo ambao walikuwa chuo na leo wamehitimu. Kwa hiyo usiache kutufuatilia, mwite na mwenzako, karibu wote muendelee kutufuatilia. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninayo furaha kuwaona, lakini ninayo furaha pia kujumuika na furaha yenu siku hii ya leo. Amen. Mmoja mmoja kwa haraka tutaenda kujifunza vitu ambavyo utaenda kujitambulisha, lakini pia utasema vitu ambavyo umejifunza kwa uchache kwa faida ya mtazamaji. Lakini pia kuna watumishi wengi ambao wanatufuatilia, wengine hawajaenda shule kabisa, wameitwa na Mungu na hawajui umuhimu wa kwenda chuo. Lakini pia kuna wale ambao wameenda chuo lakini bado hawajahitimu, wanategemea mengi mazuri kutoka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumza na mtumishi wa Mungu nani? Unazungumza na mtumishi wa Mungu anaitwa Godfrey Bruno Mwakapembati au GB Mwakapembati. Nimepata bahati ya kuwaiwai wakati mahafali yanaendelea. Kuna wakati unaanza kuimba nilikuwa nahisi kama namsikia Cassian. Mtumishi wa Mungu, hebu kwanza tupite hapo kidogo. Pia mtumishi wa Mungu, umehitimu kwa ajili ya neno la Mungu, lakini vipi kuhusu na huduma yako ya uimbaji? Okay, pia mimi kabla sijaanza kuwa mchungaji nimeanza kuwa ni mwimbaji. Kwa ukimzungumzia Pasco ni rafiki yangu, ndugu yangu, yani ni familia. Okay, nafurahi pia kusikia hivyo, lakini tuone moja kwa moja kwenye tukio hili la leo. Ni kitu gani cha muhimu ambacho umejifunza unatamani na mtazamaji pia ajifunze? Vitu vingi nimejifunza. Unajua, tunaamini sana, watu wengi wanajua Roho Mtakatifu peke yake anatosha, lakini nikwambie wewe unayenitazama, Roho Mtakatifu ni muhimu sana na ni lazima kila mtumishi awe naye. Lakini unapokuwa na elimu, Roho Mtakatifu anakukumbusha kile ulichojifunza. Elimu ya kidunia ni nzuri, lakini haiwezi kuwa na uzima kama hii elimu ya kimungu. Maana elimu ya kimungu ndio imebeba uzima. Kuna uponyaji. Viwete wanatembea kwa elimu ya nani? Ya kimungu. Na mtu yeyote anapomjua Mungu kutoka ndani, akimjua Mungu vizuri, huyo mtu amepona, kwa sababu kila kitu anacho Mungu na kiko kwa Mungu. Na yoyote ambaye amesoma mambo ya kimungu, huyo sio mtu wa kawaida, ni mtu mwingine sana. Kwao ninakutia moyo wewe ambao uko darasani au mwingine ambao walikwambia ukisoma unaenda kupotea. Unajua kuna elimu nyingi huko mitaani kwamba ukisoma utamwacha Mungu. Sisi tumesoma na Mungu tunaye, na nguvu ya Mungu ipo na bado inatenda kazi, na tutazidi kusoma ili tufike ngazi ya juu zaidi. Amen. Lakini pia kwa faida ya wale watumishi ambao au washirika walikuwa unaongoza sasa,
leo unahitimu, watarajie nini? Na kwa faida ya mpenzi mtazamaji ambaye anatufuatilia, atarajie nini kulingana na masomo ambayo umejifunza? Yaani kabla tu hata ya kuhitimu, wakati nimeanza hili darasa, wale waumini au wanafunzi ambao Mungu amenipa, lile kanisa ambao Mungu amenipa, na wao watakuwa ni mashahidi, kwa sababu wanaona kuna vitu vimebadilika. Ni mtu ambao anaongea naye ni msomi, sio kwamba unaanza kuambia watu mijusi ilianza kumhudumia Yesu. Unafafanua neno kwa neno. Kwa kuna wengine wanatuambia mijusi sijifanyaje sijui nini. Unajua hili neno lilikuwa linaongelewa nini? Ili neno lilikuwa linamaanisha nini? Biblia iliandikwa na nani, na iliandikwa kwa tamaduni gani, na iliandikwa kwa namna ipi? Okay, haya ni maarifa ambayo yanapatikana ICLEA, na hawa ndio wahitimu wameanza kutoa maarifa. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nina furaha kukuona mtumishi wa Mungu umependeza katika vazi hilo. Mungu akubariki sana. Nashukuru. Napenda kutambua majina yako yote matatu kwa washirika ambao wanakufuatilia wajue ndio yule kweli mchungaji wetu au joo tu limemfunika. Kwa majina naitwa Benetson Felix Luiza. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri na siku bora kwa ajili yetu sisi wanafunzi na kwa ajili hata wengine waliotutazama na hata kwa ajili ya chuo chetu kutupa elimu iliyo nzuri, elimu iliyo bora. Kwa maana hata kabla ya mimi kufika mahali hapa, kuna baadhi ya vitu nilikuwa sivijui na sivitambui. Nilikuwa naenda tu kawaida kama anaposema, ndio Roho Mtakatifu yupo anatuongoza, lakini kuna umuhimu wa kutafuta maarifa, na ndio maana nasoma ya kwamba hata Yesu kabla ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi, umeona, alianza yeye kukaa chini, umeona, akawatafuta watu na kuwatreat na kuwafundisha, then walivyoelewa akawatuma kuelekea kwa wengine ili waweze kujua, na mataifa na ulimwengu wote waweze kuvutwa na kujua mambo. Kuna watumishi wa Mungu wengi sana, wengine wako katika jiji hili, wengine wako nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Kitu gani ambacho unaweza ukawaambia ili waje wakiwa na katika mipango ya kutafuta chuo waje ICLEA na sio chuo kingine? Ninawasihi sana waje katika kichuo. Nimesema hicho ni chuo kizuri, na hiki chuo tumesema si ambacho wana basic na madhehebu au dhehebu fulani. Ni yeyote yule na yeyote atakayekuja katika hiki chuo na kufundishwa mahali hapa, hakika atatoka na vitu bora. Ni kweli anaposema ni deep kweli kweli, sio kwamba ni vitu ambavyo vinaongelewa juu kwa juu. Hivyo napenda kualika wale wanaonitazama, karibuni sana na muanze sasa, msije mkapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninafurahi kukuona, unatabasamu nzuri kabisa mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Amen. Napenda kutambua majina yako kwa faida ya mtazamaji. Kwa majina naitwa Mchungaji John Peter Makomele. Mchungaji Peter, tumeona wewe ndio umetusomea risala yetu ya leo. Nini ambacho unatarajia kupitia ile risala ambayo umeisoma? Kupitia ile risala niliyoisoma, kama tulivyoisoma kwamba baada ya mafunzo tuliyopata kwenye chuo cha ICLEA, tunatoka tukiwa katika hali ya uadilifu, uaminifu, na kumtegemea Mungu kwa asilimia zote, lakini pia kuhakikisha kwamba tunawaeleza wengine habari za Yesu. Okay, uligusia vitu, yani ulienda moja kwa moja kwenye changamoto. Wakati unazungumzia changamoto, ulizungumzia changamoto za kiuchumi pia. Ni wakati mnasoma, nyinyi ni watumishi wa Mungu, wengine mlikuwa katikati mnaendeleza huduma, lakini pia familia. Ni vitu gani ambavyo umekutana navyo ambavyo mwingine akiviangalia anaona familia yangu nani atailisha, lakini wakati naenda kutafuta maarifa, nani atasimama badala yangu? Unamwambia nini mtu ambaye anatuangalia na anatamani kwenda chuo? Kwanza moja, kama ulivyosema mtangazaji, changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo watu ambao tunasoma katika hali za utu uzima na katika hali ya utumishi ni mambo ya uchumi. Okay. Lakini bado kwa sababu elimu inahitajika, kuna asilimia kubwa ni mtie moyo anayenisikiliza kwamba kumtegemea Mungu kunaweza kutoa nafasi ya kupata elimu. Amen. Kitu cha kwanza kuweka imani na Mungu, lakini pia kujitoa. Unapojitoa mwenyewe binafsi inakuwa rahisi kukifikia kila ambacho unategemea kukipata. Nataka nikutie moyo wewe ambaye inawezekana unawaza kwenye moyo wako kwamba haiwezekani kusoma kutokana na hali yako ya kiuchumi. Hebu angalia ndugu zetu hawa ICLEA wamefika mahali waliliona swala la uchumi kwamba
imekuwa tatizo kwa watu ambao wanapenda kusoma lakini hawana hali nzuri ya kiuchumi. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Najua kuna mtu umemuinua, najua kuna mtu hapo anapasha sasa aingie darasani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wachungaji nao sasa hivi hadi wamama mmegundua nini huko kwa Mungu? Mnakuja kweli au mnataka kutuibia? Tunagundua kitu kikubwa, tupate maarifa kweli, tuweke huru. Na sisi kama wamama tusimame kwenye familia, tusimame kwa kanisa, tusimame kwenye ndoa na kwa jamii, ili kuwakilisha mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa watu, yale waliokusudiwa wayaishi. Amen. Mtumishi wa Mungu, kwanza nimefurahi wewe ni mama, lakini pia umeona sio bure ukaingia chuo upate maarifa kwa ajili ya faida ya wengine. Wewe kama mama umejiandaaje sasa? Manake hapa ndo kazi inaanza. Mtumishi wa Mungu mmoja alisimama akasema hapa ndo kazi inaanza. Sasa kile ulichopewa utakifukia kwa sababu wewe ni mama, au tutarajie vingi kutoka kwako? Mimi kile nilichokipata nitakiwakilisha. Kama neno lilivyosema la siku ya leo kuhusu talanta. Hiyo talanta niliyopewa na maarifa niliyofundishwa lazima niliatendee kazi, ili ufalme wa Mungu utukuzwe, uinuliwe na watu wapate maarifa kupitia mimi kama mama. Na somo la wakili tulivyofundishwa, nimetambua ya kwamba wakili ni mwakilishaji, ya kwamba sisi tumekabidhiwa hizi huduma sio ya kwetu. Hii sisi ni wakili, tunawakilisha tu, yani ni ya Mungu, na tutatolea hesabu. Nisipofanya kwa nafasi yangu nitatolea hesabu. Kwa hiyo nitafanya kwa bidii, nitafanya kwa uaminifu. Familia ilikuelewa wakati unapeleka ili wazo kwamba unatamani kwenda chuo kwa ajili ya kuongeza maarifa? Ili nielewa vizuri, maana wanajua ninamtumikia Mungu. Amen. Tatizo, wewe ni mama, nakupa nafasi moja uzungumzie hili jambo. Watumishi wa Mungu mnaanza vizuri, hasa wa mama, lakini inapofika mbele labda Mungu amekuinua. Tumeona mambo hayo kwenye jamii zetu. Inafika mahali tena mume yuko mbali, wewe ni neno la Mungu, mahusiano yanaanza kuwa migogoro kwako wewe mwenyewe ambaye ni mama unaliwakilisha kanisa. Misemo tu ya kidunia inasema ukifundisha mwanamke mmoja umeokoa jamii nzima. Kwenye upande huo wewe umejipangaje? Kwa upande huo unasema ya kwamba tumefundishwa kwenye hiki chuo ya kwamba mama lazima utambue nafasi zako. Kuna nafasi ya kanisani na kuna nafasi ya familia. Kwa hiyo una balance. Uangalia upande mwingine, usije ukalemewa, uende sawa na mambo yataenda vizuri. Amen. Lakini washirika wamekuja kukusapoti, watu wamekuja kusapoti, lakini kuna watu pia wanakutazama. Wakati ulikuwa chuo unapata maarifa, ni kitu gani ambacho ulikuwa ukijui, lakini kupitia maarifa ambayo umeyatafuta ukasema hiki nitaanza nacho kwa ajili ya faida ya wengine? Ukweli kabisa, kama ambavyo watangulizi wamesema na walimu wetu kama ambavyo wamesema, tumepewa uwakili, lakini walio wengi hawajajua nafasi yao ya uwakili. Ndio maana, na kwa sababu hawana pia hata maarifa, ndio maana wanakuwa wanachezea tu mioyo ya waumini wao au mioyo ya wanafunzi wa Yesu. Ndio maana wanaanza kutafuta kila aina ya kitu kwa ajili ya kuwavuta tu wawe sehemu ya wanafunzi wao, si kumbadilisha huyo mtu awe sehemu ya mwanafunzi wa Kristo Yesu. Kwa hiyo kama ambavyo tumefanyika kuwa mawakili wa Yesu Kristo, tunapaswa kuwa waaminifu, kwa sababu Mungu ndiyo aliyetuaminisha akatupa huu wakili. Kwa maarifa ambayo tumepata kwenye chuo hiki cha Eclair, naamini kabisa kwamba tutaenda kuwakilisha vyema, sio kwenda tena kujeruhi mioyo ya watu na kuumiza mioyo ya watu na kuwaibia, hata kufanya utapeli kama watumishi wa Mungu. Ni jambo ambalo halifai. Mungu akubariki sana. Umezungumzia kitu kikubwa sana, kufanya utapeli. Iko ni kitu kikubwa sana ambacho kinayumbisha watu wengi. Lakini kushukuru kwamba hilo umeliona na Mungu akubariki sana. Amina. Kwa hiyo tunatarajia kwako tukija hamna utapeli. Tutatoa vile Roho Bwana anapotuongoza. Kabisa, na shetani ataondoka kwako. Amen. Majina yako kwa faida ya mtazamaji. Asante. Majina yangu naitwa Faustini John. Ni mwanafunzi wa chuo hiki cha Eclair ambao nimegraduate leo. Amen. Mungu akubariki sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu akubariki sana. Naona una mataji mengi sana. Sana. Hongera kwa hilo. Asante sana. Lakini natamani majina yako kwa ajili ya faida ya watu wanaokutazama. Kwa majina yangu naitwa Joseph Paulo Sabusa.
Kwako tutarajie nini kulingana na mafunzo? Mmejifunza vitu vingi, lakini kuna masomo mengine yanakuingia zaidi. Unaweza kuwa umejifunza masomo 5, lakini kuna moja ambalo linagusa maisha yako au linagusa jamii. Kwako ni kipi ambacho umejifunza kikubwa zaidi? Amen. Asante sana ndugu mtangazaji na watazamaji. Masomo makubwa niliyojifunza ni moja ya ndoa na familia, lakini pia uwakili na utafiti. Nikijua kwamba baada ya kozi hii au baada ya kupata mafunzo haya enda kuwa wakili mwema, lakini pia kusaidia watu kufanya utafiti kwa watu ambao wameathirika kwa madawa ya kulevya na wenye shida mbalimbali. Tunaona kwamba jamii yetu imeharibika sana. Sasa masomo tuliyopata pia yanatupa fursa kwenda kutafiti kwamba kwa nini huyu mtu anaathirika madawa ya kulevya. Kwa hiyo moja yangu itakayonisaidia ni moja hiyo ya masomo hayo ninayopata katika kozi hii. Umeongea kitu kikubwa sana. Tunaona kuna sub-house ambazo wao wanalea watu ambao wameathirika na madawa ya kulevya. Wengine wanapona, wanakuwa watu wazuri, lakini sasa kwenye ulimwengu huu wa roho tunaona yanawezekana yapo, lakini hajatiliwa na mkazo. Kwa hiyo tujue kabisa mtumishi wa Mungu utadili na watu wa aina hiyo. Ndio mtangazaji. Mungu akubariki sana. Akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina furaha kukuona. Nina furaha pia maana najua umejifunza na nitapata vitu vingi kupitia wewe. Ni kitu gani cha muhimu ambacho leo hii wakati umekaa hapo watumishi wa Mungu wanaendelea kuongea ambacho kimegusa moyo wako katika mahafali ya leo? Kwa majina kwanza nitangulia kutaja majina yangu, naitwa Mattis Donald Muumba. Kumcha Mungu ni chanzo cha kuwa na maarifa. Sasa ili uweze kuwa na maarifa lazima ujifunze, ili uweze kumjua huyo ambaye unamcha. Kwa hiyo nimejifunza hapa kwa kupitia watumishi wa Mungu ambao wameongea, lakini hata mtumishi wa Mungu ambaye amehubiri, hata mgeni wetu rasmi ambao wamehubiri katika pointi moja tu ya kusisitiza sana kuhusu habari ya kumtumikia Mungu na umuhimu wake na kuzingatia. Yaani kwamba tuhakikishe kwamba hiki ambacho tumejifunza leo basi kinakwenda kutumika sawa sawa na vile ambavyo Mungu amekusudia, ili watu wengi ambao wanapotea hawamjui Mungu wapate kumjua Mungu. Na hilo ndio kusudi la Mungu ambalo ametuitia. Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Nimeona mgeni rasmi wakati amesimama amezungumza kwa upana, akasema theolojia watu wengi hawaijui. Wanafundisha tu kidogo kuhusu theolojia, lakini wewe mtumishi wa Mungu watu watarajie kwamba theolojia umeimeza huko unaenda kutoa tu madini. Haleluya. Amina. Na heshima sana watu wanaongea taratibu. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe na wewe pia mtangazaji. Amina, amina, amina. Mimi ninayo amani, lakini natamani kutambua majina yako kwa faida ya watazamaji. Kwa jina langu naitwa Peter Nelson Shango. Ni mmoja wa wahitimu katika chuo cha ICLEA ambacho tumehitimu siku ya leo. Kabla hujaanza chuo, ni mawazo gani yalikuwa yapo kichwani ukiona wengine wanaenda chuo, ukiona wengine wanakuambia mimi nimesoma, mimi nina cheti? Maana yake kusajili makanisa pia lazima uwe umesoma, na bado wanapingana nayo. Unawaambia nini? Cha kwanza kabisa nipate kuwatia moyo ya kwamba safari hii sio rahisi, lakini ukiomba kwa msaada wa Mungu unaweza ukafika. Kuna wakati mwingine kama binti unaweza ukaona kama watu wanakudharau, lakini kitu pekee ambacho najifunza ni kuheshimu ule uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani ya watu. Amen. Kwa hiyo mabinti wenzangu ambazo mnatazama mahali hapa, ninawasihi kwamba Mungu yote anaweza, lakini katika yote tutangulize Mungu, kwa maana pasipo Mungu hatuwezi. Tunahitaji kumtafuta Mungu kwa bidii, ndipo mengine yote tutazidishiwa. Kwenye biashara na vitu kama hivyo, kwanza tukianzia na wewe mwenyewe ambaye unawakilisha mkoa wa Kigoma, umeshapata maarifa, kwa wazawa wenzako umejipangaje kuwapelekea hili neno? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kabisa sasa ninamshukuru Mungu kwa kufanikiwa kuifikia siku hii ya leo. Amen. Bila shaka na mimi hii siku kwangu naomba tu nikiri kwamba nimeifanya iwe kubwa. Amen. Katika historia ya maisha yangu. Sijawahi kusikika kwenye vyombo vya habari kama hivi. Sasa naona leo ni fursa yangu kidogo. Kwa hiyo hii kidogo imekaa vizuri sana. Kwa hiyo ina neema kubwa. Kumbe Mungu hadhihakiwi. Amen. Katika ICLEA ipo kweli ya Mungu pale. Nimekutana na walimu zaidi ya 8
wote wanakuja na uwiano ule ule. Kwa hiyo kwanza kabisa watu wote walioko hapa waamini kwamba Iclea kuna kweli ya Mungu iko pale. Nami nitakuwa wakili mwema wa ofisi hiyo ya Iclea. Mungu akubariki sana. Sasa kwa nafasi fupi ambayo umenipatia, niombe tu nieleze tu kero mbili tu ambazo zilinifanya nitafute mahali ambapo naweza nikaenda nikapata kweli. Amen. Nianze na pole kwa wanadamu wengi ambao mpaka sasa wanapotea na wako katika hatari ya kufa, hata kufikia kiasi ambacho hawawezi tena kuishi na Muumba wao milele kwa sababu ya kufumbwa ufahamu na kutokujua ile kweli. Sasa na mimi kama wakili nilipata neema kama alivyosema Petro katika waraka wake wa kwanza sura ya 4 kwamba kadri tupatavyo neema tuzitumie kwa uaminifu, tukijali na wengine, tukihudumiana na watu wenzetu. Kwa hiyo nianze na hawa watu ambao kwanza wananisikiliza walioko hapa na wale ambao watanisikiliza baadaye. Ndio. Kwamba kero yangu ya kwanza ni watu kutokujua sehemu ya kupatia msaada na solution ya maisha yao. Wanakwenda huku na huku wanatangatanga, lakini kote huku ni kupotea. Wanasikia kwamba kuna mtu fulani yuko Manzese, wanakimbia nauli mpaka ya ndege wanalipia, eti wanafuata solution ya maisha yao. Lakini hapa inakuja kwamba ni matumizi mabaya ya neno la Mungu, kutokujua neno la Mungu. Sasa nimebahatika kujifunza neno la Mungu na matumizi yake kwa wakati fulani. Chumvi wa nini? Kwa gharama kubwa, bila shida yoyote tu. Sema yes! Msaidie. Yes. Lakini la pili kwa wale ambao kidogo watu wengi hawaishi kwenye ndoa mpaka sasa. Hii imeniumiza. Wanaferesha mpango wa Mungu. Natamani unizungumzie haraka haraka kwamba katika Malaki sura 2 Mungu anachukia kuachana kwa watu. Kwa hiyo kwamba sasa watu walioko hapa wanaonisikiliza kwa bahati mbaya aidha wamesema mume hajanifaa huyu, basi waanze kujiandaa kurudi kwenye ndoa zao, kwa sababu pia linakuja kufuatilia hayo mazingira, kwamba sasa niko serious kufanya kazi ya Mungu kabla sijafa kwa uaminifu wa Mungu. Mungu akubariki. Amen, amen, amen. Watu wametoka debu hawana masiara. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Siku yenu ni njema na imebarikiwa, lakini nimekuwa na furaha pia kujumuika na nyinyi katika siku nzuri ya leo. Mbarikiwe sana. Mtazamaji wa Star TV ambayo unatuangalia, mambo ni mengi, watumishi wa Mungu ni wengi, lakini kila mtu ana ladha yake. Kama ambavyo umeendelea kutufuatilia, kitu ambacho nimekigundua, kila mtu ana ladha yake. Sasa ni kazi kwako kuendelea kuwafuatilia watumishi wa Mungu, lakini watumishi wa Mungu ambao bado hamjapata maarifa ni mazuri kulingana na kasi ambayo tuko nayo katika nchi yetu, katika serikali pia, lakini pia maarifa ni mazuri kwa sababu mtawafundisha watu kitu ambacho mnakijua. Ulikuwa na mimi Stella Shao nikitokea hapa Kibaha kwa watumishi wa Mungu ambao wamehitimu kwenye chuo cha Iclea, Mungu awabariki sana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine, msiache kutufuatilia. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie